Mdudu, rushwa ni kama tunasema, umetamka pia kwamba ni tabia ya mtu, uhalisia wa mtu binafsi, kwa anapenda kuchukua rushwa na vitu vingine. Lakini rushwa hii imegawika katika namna mbalimbali ama matabaka mbalimbali. Ni rushwa namna gani hasa ambayo hapa nchini kwetu Tanzania inaongoza, na kwamba yenyewe imekuwa ni kazi ngumu sana pengine kuweza kuipunguza? Kwa nchi yetu kama Tanzania, kama ambavyo nimekuambia, alhamdulillah tunafanya vizuri kidogo katika eneo hilo, lakini tuna rushwa ndogo ndogo ambazo zinatokea katika jamii, hasa rushwa katika masuala ya afya, rushwa katika elimu, rushwa katika masuala ya utoaji huduma za kijamii kama maeneo ya polisi au mahakama. Ndio maeneo pekee ambayo bado wananchi wanakutana na changamoto za rushwa. Lakini kuna rushwa pia kubwa kubwa ambazo zinaathiri zaidi taifa letu. Lakini katika eneo lile inaonekana pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kudhibiti wale watu wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa. Na ndio maana narudia tena na nukuu kauli yake ile ya mwaka 2023 katika maadhimisho ya rushwa barani Afrika yaliyofanyika jijini Arusha. Rais alisema kwamba kuna watu wanaojihusisha na rushwa, na wale wote wanaojihusisha na rushwa hakika Tanzania sio salama kwao. Kwa hiyo unaona ni kwa kiwango gani na kwa ukubwa gani, ni jinsi gani nchi yetu inapambana kuhakikisha kwamba rushwa haipati nafasi, lakini kwa kutoa nafasi sawa kwa jamii yote kuweza kushiriki na kutoa maoni yao na kuripoti vile vitendo ambavyo havipaswi kuendelea kutokea katika jamii yetu. Unadhani swala la umasikini inaweza kuwa ni kigezo cha swala la rushwa kuwepo hasa hapa nchini kwetu, na kama ni hivyo kwamba linachangia kwa asilimia ngapi? Tunasema rushwa inaathiri maendeleo. Rushwa inasababisha vifo. Rushwa inasababisha msongo wa mawazo. Kwa hiyo kama rushwa inasababisha haya yote, kwa hiyo ina maana kwamba maendeleo yasipokuwepo, automatically tunazungumzia masuala ya umasikini. Kwa hiyo kumbe kuwepo kwa rushwa katika jamii yetu na katika nchi yetu inasababisha sehemu kubwa ya jamii kuendelea kuwa maskini, kwa sababu walitegemea kupelekewa barabara yenye viwango, basi wamepelekewa barabara ambayo haina. Crown Media. Hapa ni nyumbani.